Nimekwambia nitakuwa nakuletea taarifa kwa sababu watu wengi sana huwa tuna feli au tunakwama kwa sababu ya kukosa taarifa. Usipokuwa na taarifa huwezi kupata maarifa. Ukipata taarifa unapata kujua. Sasa umenishuhudia sehemu nyingi sana mimi nikifanya vitu vingi sana kwenye masuala ya innovation, napiga kelele kwenye masuala ya Afrika na kadhalika, lakini kuna eneo moja muhimu sana ambalo la watu kuweza kusoma. Unasoma wapi na unasomaje? Hapa mimi leo nimempitia mshikaji wangu Joseph Carlson. Joseph bwana, kazi yake ni mbombezi katika masuala ya kupeleka wanafunzi nje ya Tanzania kwenda kusoma, na nikisema nje ya Tanzania inaweza ikawa Kenya, inaweza ikawa Uganda, inaweza ikawa Marekani, inaweza ikawa Algeria, popote pale. Joseph, mambo vipi? Sawa, uko vizuri? Uko vizuri. Hivi sasa hivi ukiangalia fursa za kusoma nje ni kwamba zimeongezeka au zimepungua? Fursa za kwenda kusoma nje sasa hivi zimeongezeka na zimekuwa ni nyingi zaidi, kwa sababu sasa hivi tunapata ongezeko la watu wanapata awareness ya kwenda kusoma nje ya nchi inazidi kukua. Watu wengi wanatamani kwenda kusoma nje ya nchi, lakini pia hata vyuo ambavyo vipo nje ya nchi vimeamua sasa hivi kutoa offers au scholarships pamoja na kupunguza ada zao za shule ili waweze kwenda na watu wanaoenda watu wanapata wapi hizo taarifa? Watu wanapata taarifa wengine mtandaoni. Mtu anaingia tu mtandaoni, ana search, ana Google, anafanyaje. Lakini pia kuna watu wanaopitia kupitia agencies mbalimbali ambazo zinawasaidia wanafunzi kwenda kusoma nje ya nchi. Yes. Watu wengine pia wanapata taarifa labda ni kupitia word of mouth, yani ameambiwa na mtu mwingine ambaye ameshafika kule. Nafanyaje nisitapeliwe? Okay, sasa unaelewa? Lakini ndio, ni kweli. Yani nafanyaje? Yani mimi mzazi sijui chochote, najua karibu wachache sana ambao labda alishampeleka mtoto wake wa kwanza, si ndio? Ana uzoefu. Lakini kwa mzazi mpya mimi namuita ni sisi wote ni washamba, kwa sababu mshamba ni ambaye hajui, sio tusi. Yani sisi hatujui. Mimi ni mzazi mpya, nafanyaje nisiingie kwenye mtego wa kutapeliwa? Yani najuaje kwamba hii ninayotoa inakwenda kwenye chuo kimesajiliwa, hii hela ninayotoa huyu mtu, yani nafanyaje pale? Kikubwa watu wengi ambacho wanakifanya, lazima uwe na trusted person au mtu mwenye maarifa makubwa kwanza, ambaye anafahamu chuo yes, ambavyo vimesajiliwa, au kwanza uwe na mtu ambaye anamjua Joseph. Yes, moja, ndio. Yani kwa maana ya kwamba kuna mzazi ambaye, maanake ndivyo maisha yetu yanavyokwenda, kujua nipeleke wapi, nimwite fundi gani kwa mfano. Kuna mtu ananiambia mwite fulani, si ndio? Hivi huwezi kumjua. Kwa hiyo pia nadhani katika hayo maelezo ninayotoa, moja hapa ni unaweza kupata taarifa kupitia mtu mwingine kuhusu Joseph. Yes. Okay. Yes. Kwa hiyo cha kwanza lazima kwanza ukutane na mtu ambaye ana uelewa mkubwa wa vyuo. Najuaje kama huyu ana uelewa mkubwa? Ndio sasa unakutana na Cal International, unakutana na sisi wakina Joseph, ambao sisi tumeamua kwamba hawa wazazi, wanafunzi kwanza wapate waelewe kwamba kwenda kusoma nje ya nchi. Kwa nini akasome nje ya nchi? Hicho ndio cha kwanza ambacho tunataka tuwape hao wanafunzi. Wajue kwamba kwa nini unatakiwa kusoma nje ya nchi. Kuna opportunities zipi? Kwa nini nikasome wapi? Nakubana Joseph, kwa sababu moja kubwa. Kwa nini akasome nje ya nchi? Nadhani ni rahisi kwa sababu kila mtu anajua umuhimu wake. Nataka hii hatua ya awali kabisa ya mimi, hatua ya kwanza ambayo naipiga, kuingia kwenye mikono salama. Si ndio? Ndio. Cal, kwa mfano Cal International, mzazi akija, mna portfolios, mna ushuhuda wa kumwonyesha mtu, angalia huyu kapita hapa, huyu kapita hapa, tena mpigie simu. Ushuhuda huo upo? Yes, upo. Maana hela ngumu. Ni kweli. Tunazo shuhuda nyingi za wanafunzi. Moja hapo pia tutaweza kuionyesha hapa hizo shuhuda. Tuna wanafunzi ambao wameenda kusoma udaktari, na ukitaka kujua sasa kwamba wanafunzi wanapata uelewa sasa hivi kwa uelewa mkubwa. Mwanafunzi amemaliza labda diploma ya clinical officer, anatamani kwenda kujiendeleza, akawa amefanya application hapa akasoma udaktari, unakuta amekosa, na au unaweza kuwa kuna changamoto 2-3 zinajitokeza. Kwa hiyo anapokuja kutuface sisi Cal International, tunaweza sasa tunampa kwanza chuo tunampa gharama, tunampa scholarship package, lakini pia anaongea na wanafunzi, anaweza akawasikiliza. Waliokuwa kule unaweza kumuunganisha naye. Tunamuunganisha naye. Kuna muda mwingine tunatengeneza magrupu kabisa ya wanafunzi
na jinsi gani ni wafanya kazi kwamba wanaweza kuwapigia simu wakawasiliana. Naweza kuzungumza na chuo? Yes. Tuna university partners wengi ambao wanatoka India, UK, wanakuja kuitembelea Kali International hapa Dar es Salaam, makao makuu yetu. Wanakaa, kwa hiyo wanafunzi ambao wanatoka mashuleni, wazazi wakiamua wanakuja wanakaa na university representative, anawapa abroad university experience. Unajua, unapata taarifa kutoka kwa manager wa international students ambaye amekuja hapa Afrika. Na habari nzuri ni kwamba hata mwezi huu hapa wa pili pia wapo wanakuja. Kwa hiyo mtu ambaye anaweza kutusikiliza sasa hivi anaweza kufika ofisini kwetu aka-arrange appointment, akakutana na university representative kutoka India, kutoka UK, kutoka Canada, wanakuepo hapa, wanakuja kufanya admission za moja kwa moja. Nilikukatisha pale. Kwa nini maana kusoma nje? Okay, kwenda kusoma nje inamaanisha kwamba unaenda kuchukua ujuzi. Unajua kuna makundi matatu. Sasa hapa nataka niwafundishe watu. Kwamba kuna makundi matatu ya watu ambao huwa wanaenda kusoma nje ya nchi. Tunaweka kwa asilimia. Kundi la kwanza huwa ni 30%. Hawa ni ile kundi ambalo wamesikia tu kwamba kuna kwenda kusoma nje ya nchi, akatafuta kozi, akafanya application, akapata. Lakini kuna kundi la pili, hili ni 60%, ndio kundi la watu wengi. Anaenda kusoma nje ya nchi kutokana na kwamba aidha amekosa chuo nchini Tanzania. Wanaenda kufanya application labda kwa kuwa kuna mtu amemuinfluence nenda kasome nje. Alafu kuna hao pia hiyo kundi ni ambao labda matokeo yake labda hapa Tanzania competition imekuwa kubwa. Hatusemi kwamba haja qualify, ila competition ni kubwa kulingana na vyuo tulivyonavyo. Na competition kwa kubwa maana yake ni uchache wa vyuo. Kulinganisha dhidi ya idadi kubwa ya watu ambao wameapply. Yes, sawa kabisa. Alafu kuna kundi la mwisho sasa ambalo hili kundi ni watu ambao wanataka kufanya mageuzi. Yaani anataka kufanya kwamba mimi nataka nikasome kozi fulani. Nimegundua kwamba sehemu fulani ninaweza nikapata mageuzi makubwa, au ninaweza nikapata ujuzi mkubwa, ninaweza nikapata vitu vingi ambavyo mimi vinanijenga. Kwa mfano, kuna mtu anataka kwenda kusoma artificial intelligence and data Dubai. Ile pale ni kwamba chuo kimetengeneza mazingira ambapo mwanafunzi anaenda kupata knowledge ya hali ya juu pale, anaenda kukutana na mashine za kutosha, anaenda kukutana na ujuzi. Kwa hiyo amekuja amefanya utafiti wake. Kuna wengine wameenda kusoma mpaka dira ya 2050 ya Tanzania. Anajua kabisa kwamba in next year hivi vitu ndio vina vipaumbele. Lakini sasa sisi kama Kali International tunachokifanya, tunacombine wale makundi yote, tunawafanya watoto wetu, tunawaelimisha na tunawapa sasa kwamba okay, sisi ndio tunajua dira ya 2050 vipaumbele ni nini. Unajua sio kila mtu anaweza akavifanya hivi vitu kutafiti na vitu kama hivyo. Kwa hiyo sisi kama professional tukasema okay, wanafunzi wetu tuwajali, sababu sisi lengo letu ni kwenda kufanya mageuzi makubwa. Kwa hiyo tukaamua tukae na hili kundi na yale makundi mengine yote mawili tuyahamishie kwenye hili kundi la mwisho. Kwamba wawe watu ambao wamefanya utafiti, wawe watu ambao tayari wanajua dira ya 2050 ni nini, vitu gani ni vipaumbele kama unataka kuja kurudi hapa Tanzania. Lakini pia tunaangalia okay, unataka kwenda kufanya kazi. Mwingine anakuambia nataka nikakae UK moja kwa moja. Nikimaliza nikaishi huko huko. Kwa hiyo tunamwangalizia sehemu ambayo anaweza akatimiza zile ndoto zake, lakini pia tunawashauri na tunawapa ushauri wa wazazi, wanafunzi kulingana na dira ya nchi yetu inavyoenda, kulingana na mambo ya msingi ambayo tunatakiwa tuyafuate, alafu na cha mwisho kulingana pia na ndoto ya mwanafunzi na malengo yake. Haya, sasa tumezoea kuona miaka yote wanaoweza wanaumudu kusomesha watoto nje ni viongozi pamoja na matajiri, kwa maana ya wafanyabiashara au watu ambao wanalipwa mishahara mikubwa sana. Na ukisema mishahara mikubwa maana kuna level fulani pale ya watu wakurugenzi huko juu, entrepreneurs, na wafanyabiashara kama nilivyosema. Mtu wa kawaida anaweza kumsomesha mtoto nje? Yes, swali zuri sana na nitakushukuru sana kwa kuuliza swali hilo. Mtu yoyote yule anaweza kwenda kumsomesha mtu. Yoyote anaweza kumsomesha mtoto. Hata kama unajua kuna watu walipita huko nyuma wakasikia kuna watu wanakuambia kwenda kusoma nje, ni mithi tu zinatoka mtaani kwamba kwenda kusoma nje ya nchi lazima uwe tajiri. Mimi nakumbuka kipindi naenda kusoma mimi nje ya nchi, mimi pia nimesoma nchini India. Kwa hiyo kipindi sisi tunaenda kusoma nje ya nchi tulikuwa kuna ile pressure, hofu ipo kwa wazazi
Kwa hiyo hata mimi nakuja kuanzisha kama hivi na alianzisha nitaweza kuendelea. Naweza kuendelea au nitaishia njiani. Hiyo kitu ya msingi sana hiyo. Ndio, ni kweli. Kwa sababu unaweza kuwa cha kuanzia unacho, cha kuendeleza. Kwa hiyo sasa hata sisi wazazi walikuwa na pressure kubwa sana. Ninaambiwa kwamba hii ni milioni 6, milioni 7, pesa ambayo hata mimi sikujua. Ni kweli hivi vitu vipo, ni kweli vinawezekana. Hawa watu wana ofisi, wanafanyaje? Kwa hiyo sisi tunachowaambia kwamba mtu yoyote yule, kwa sababu vyuo vinatoa scholarships nyingi. Tuna sasa hivi chuo kinatoa tiketi ya ndege. Yaani unalipia ada ile ya shule milioni 8 mpaka 10 na bado wanakupa tiketi ya ndege ambayo ni zaidi ya, unaenda kwa zaidi hata milioni 1 mpaka 150 na nusu. Kwa hiyo ni opportunity. Kwa hiyo wanafunzi wanatakiwa kukutana na watu ambao tayari wana experience na exposure vitu hivyo ili kuokoa gharama. Hizi hela ambazo zinatajwa milioni, labda maana najua nchi zinatofautiana, vyuo vinatofautiana, si ndio? Kuna nchi vyuo vyake bei zake rahisi, wengine kati, wengine juu. Mimi najua ukitafuta Marekani, Canada, si ndio? Europe huko, lakini bado kuna nchi ziko chini. Hizi hela zozote zinazotajwa zinavunjika. Yes. Sasa karibu vyuo sisi tunapoingia mkataba na chuo tunawapa hali halisi ya Afrika, wanaielewa kwamba tunapokea wanafunzi hao kutoka Afrika. Tuwezi tukawapa ada kwanza za juu, kuna wanatoa scholarship, lakini pia tunawaambia kwamba sisi ni watu ambao mazingira yetu ya Kiafrika, wazazi wengi wanaotamani kupeleka wanafunzi wao wanawatafutia vitu vizuri. Sio wote ambao wana uwezo mkubwa au wakupata hizo hela zote kwa mara moja. Kwa hiyo vyuo vyote ambavyo tunafanya navyo sisi kazi, India, iwe Canada, UK, popote pale, regardless of tuition fee inayolipwa pale, vyote vinalipa kwa awamu. Na kuna awamu 4, 3, kuna vyuo Ujerumani unalipa mpaka kwa kila baada ya miezi 2 unalipa ada ya shule. Hiyo yote ni kuweka, kwa sababu hizi nchi zina ulimwengu wa opportunity nyingi sana zinazotolewa. Kwa mfano Ujerumani, mtu anaweza kaenda kusoma huko anafanya na kazi. Labda ada ya shule ni milioni 23 labda tuchukue mfano. Kwa hiyo pale wanaweka, tunajua mwanafunzi ana lengo la kuja huku asome kwetu, lakini pia afanye kazi. Kwa hiyo anapoenda kufanya kazi unakuta wanaweka, wewe ukishapata kiasi fulani cha pesa njoo deposit ada ya shule. Kwa hiyo kuna hata wanafunzi wanaenda kusoma wanapata support ya wazazi, lakini pia mwanzoni, lakini anaanza kujilipia pia ada ya shule. Sababu pia vipato kule kulingana na sera na sisi ambavyo maprofessional ambao tumetengeneza hiyo misingi, tunajua pia hata sehemu miji fulani ni rahisi mtu kwenda kusoma akaajiriwa akafanya kazi na akaweza hata kujilipia. Kwa hiyo hata wao wameweka installments. Nyinyi mnaweza kumsaidia mzazi na mwanafunzi kwenye kumuongoza kwenye aina gani ya kozi ya kuchukua? Ndio. Na kama nilivyoongea kwenye yale makundi yetu matatu, kuna hao ambao ameambiwa tu, wengine akasikia, au kuna hao ambao sasa walifanya utafiti. Sisi tunachoenda kuwasaidia, tunafanya utafiti pamoja na wanafunzi. Tuna mfano, mtu anakuja na kwamba mimi najua tu kuna kozi za afya, labda tu kwenye udaktari, kuna udaktari tu. Anajua labda tu ni MBBS ile. Tunamwambia hapana, lakini kuna kozi ambazo kwenye dira yetu hasa tukiangalia sasa na serikali, nguvu iliyowekwa na serikali, labda katika kuna vitu ambavyo vimepewa vipaumbele. Haya bana, mimi najua nataka kusikia mambo mengi zaidi kutoka kwa Joseph Carlson kuhusiana na masuala mbalimbali. Sasa kwenye session inayofuata mimi nitatamani sana uje utugusie japo juu tu kuhusiana na kozi ambazo zinapatikana kwenye ambazo zinatajwa kimsingi, hata kama sio moja kwa moja kwenye dira yetu ya taifa ya 2050, si ndio? Yes, na mambo mengine tena. Asante sana Joseph, mimi ni Thomas Kipanya, mpaka wakati mwingine tena, bye bye.